أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa TV ya online ya Kiswahili TV, tunaukaribisha katika mawaidha mafupi yenye anwani inayosema kujitakasa nafsi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kujitakasa nafsi haiwahusu Waislamu peke yake, wala haina kutofautisha kati ya mwanadamu fulani na mwanadamu fulani, kwa sababu yeyote ambaye ana akili timamu na mtu mwenye akili lazima atafute njia na namna tofauti za kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuwekea miezi 12 katika mwaka, lakini katika miezi 12 amechagua miezi 4 akaita ni mitukufu sana. Na ndani ya miezi hiyo 12 kuna mwezi ambao unazidi miezi mingine kwa utukufu, na wenyewe ni Ramadhan, mwezi mtukufu kabisa ambao kuingia kwake Mtume Muhammad aliwakusanya maswahaba zake akawaelezea fadhila nyingi zinazohusiana au zinazopatikanwa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Huu ni mwezi wa kuchuma, huu ni mwezi wa Waislamu wote duniani, wake kwa waume, kujitafutia au kujitakasa nafsi zao. Lakini kwa haraka ndani ya dakika zetu 10 hizi tutataja daraja au njia 3 ambazo zinamfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ambazo atafanya mwanadamu ili aweze kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njia ya kwanza, maulama wetu wa mambo ya kiroho wameiweka au wameipa jina al-muraqaba. Al-muraqaba maana yake ni kuifuatilia nafsi yako. Kama ulikuwa ni mtu mlevi, muongo na msengenyaji, lazima ukae katika pahala palipotulia siku moja. Kama unataka kumfikia Mwenyezi Mungu, ukaanza kuifuatilia nafsi yako, kuiuliza nafsi yako na kuiambia Mwenyezi Mungu amekuumba wewe sio muongo, Mwenyezi Mungu amekuumba wewe sio mzinifu, Mwenyezi Mungu amekuumba wewe sio mtu wa kufanya hasad. Majibu utakayotoka nayo hapo, utaenda katika njia ya pili ambayo wameipa jina, wanaita al-muataba. Al-muataba maana yake ni kuilaumu nafsi yako baada ya kufanya dhambi au kufanya kitu ambacho hakimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mathalan, umedanganya. Baada ya kudanganya, wakati wa kulala ukakaa, ukafikiria, ukasema kwa nini nimedanganya? Unaiponda na kuikashifu nafsi yako mbaya ambayo imekupelekea kudanganya au kudhulumu au kufanya ufisadi wowote ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni njia ya pili ulioingia nayo baada ya kutoka katika daraja ya kwanza ambayo inaitwa al-muraqaba, kuifuatilia nafsi yako. Lakini njia ya mwisho maulama wetu wamesema inaitwa al-muharaba. Al-muharaba maana yake ni kukimbia madhambi. Ulikuwa ni mtu wa night clubs, ulikuwa ni mtu wa kuchukua mali za watu kwa nguvu, ulikuwa ni mtu wa kufitinisha watu. Sasa umefika hatua ya mwisho, unakimbia vile vigenge vya kwenda club, unakimbia vile vigenge vya kufitinisha watu, unakimbia vigenge vya kuwasema watu. Ukipitia katika hizi njia kuu 3, basi utakuwa ni mtu ambaye umeanza safari nzuri kumuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utakuwa umefika katika martaba na daraja ya juu kuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu. Na ndugu zangu watazamaji wa TV Kiswahili, Mwenyezi Mungu ni mwenyeji ambaye mwanadamu kabla hajamkaribia mwenyewe ameshajua fulani anataka kuja. Mwenyezi Mungu ni mwenyeji ambaye kabla yule anaenda kumtembelea hajagonga mlango, basi Mwenyezi Mungu anakuwa amesha mkaribisha na kumfungulia mlango. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani al-Karim akasema kwamba ud'uni astajib lakum, niombeni nami nitakujibuni. Na imekuja kwa staili au kwa mfano wa fi'lul amri, namna ya kuamrisha. Yaani ukimuomba Mwenyezi Mungu basi atakupa maghfira. Ukiwa na nia ya kujitakasa na uovu ulioko ndani mwako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupokea
kwa utukufu wake wote. Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu ni kiumbe ambaye kwamba ni mbora kuliko viumbe wote duniani. Kiasi akasema katika Qur'an, walaqad karramna bani adama fil barri wal bahri wa hamalnahu ala kathiri, mpaka mwisho wa aya. Kwa hakika tumemkirimu mwana wa Adamu baharini na nchi kavu, na tukamfanya ni bora kuliko kiumbe yote yule katika uso wa ardhi na katika mbingu. Mwanadamu ni bora kuliko malaika. Kwa nini? Malaika wamepewa akili peke yake, hawana matamanio. Mwanadamu ni bora kuliko mnyama. Kwa nini? Mnyama amepewa matamanio, ana akili ya kufikiria kesho yake, hana akili ya kufikiria hatari yake. Lakini mwanadamu yeye ana maarifa yote ambayo Mwenyezi Mungu amempa mnyama, Mwenyezi Mungu amempa malaika. Mwanadamu ana akili na pia ana matamanio, anaweza kumaiz, anaweza kuchagua ovu na baya. Kiasi Mwenyezi Mungu akasema katika Qur'an, inna hadainahu sabilain imma shakiran wa imma kafura, kwa hakika tumempa mwanadamu njia mbili, ima ashkuru au akufuru. Kwa hiyo kuna Mwenyezi Mungu alivyoweka njia mbili za namna hii, anamaanisha kwamba mwanadamu ana uwezo wa kupambanua hili ni baya na hili ni ovu. Kwa hivyo anaacha ovu, anafuata mazuri. Pia katika hadithi tukufu katika dakika zetu hizi 10 imepokewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itakuwa ni funzo, na yeyote anayetizama video hii fupi anaweza akatumia na akakaa chini akajitathmini. Mtume Muhammad anasema, inna Allah ta'ala yursilu malakan yanzilu fi kulli laylatin yunadi, kwa hakika kila usiku unapokaribia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma malaika akiwa ananadi kuwaambia kaum au wale viumbe wa Mwenyezi Mungu. Anawaambia nini? Anawaambia, ya abnaul 20, enyi ambao mmefika miaka 20, jiddu wajtahidu, nendeni mumfikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mema. Wa ya abna'u 30, na enyi ambao mmefika miaka 30, la yaghurannakumul hayatad dunya, msidanganyike na mambo ya kidunia, msidanganyike na mambo ambayo yatawachafua nafsi zenu. Wa ya abna'ul 40, enyi ambao mna miaka ya 40, ma a'adadtum liliqa'i rabbikum, mmeandaa nini, mnakaribia kukutana na Mola wenu. Wa ya abna'ul 50, enyi ambao mmefika miaka 50, atatkumun nadhir, kwa hakika mmejiliwa na muonyaji. Israel alayhi salam anakaribia kuja kuchukua roho zenu. Mmefika miaka 50, mmemfanyia nini Mwenyezi Mungu? Mnakutana vipi na Mwenyezi Mungu? Wa ya abna'u 60, enyi ambao Mwenyezi Mungu amewaacha sasa mmefika miaka 60, zar'un ana hisaduhu, sasa hivi ni mavuno, mmeshalima sasa hivi ni mavuno. Wa ya abna'u 80, enyi ambao mmefika miaka 80, atatkumus saa wa antum ghafilun, kwa hakika mmejiliwa na kiyama ili hali bado mmeghafilika. Kwa hivyo hivi vipengele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevigawanya vya kiumri kumwambia mtume wake awape tanbih na awaeleze umma wake. Kila mwenye miaka ya namna hii lazima ajiandae, lazima ajione yupo katika sehemu gani na anatakikana akutane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hakika dunia ni vitu vya kupita. Kwa hakika dunia, kila tunachokiona hakina faida na manufaa yoyote na sisi, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika Qur'ani nzima, aya zake nyingi na sura nyingi katika Qur'an, hajaipa credit kubwa dunia, hajaipa mansab au cheo kikubwa dunia, la, bali amesema katika Qur'an, khudh ma ataka, chukua chochote ambacho kitakujilia katika dunia, wala katika akhera, wala tansa nasibaka minad dunya, wala usahau kitu kidogo katika maisha ya kidunia. Kwa hivyo dunia ni kitu duni sana, haitakikani watu tuegemee katika dunia. Ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan ndo uwanja madhubuti wa kujitapa kwa Waislamu na wale ambao sio Waislamu, ili wafikie uhakika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni muda wa kuidhalilisha na kuiona dunia ni ya kawaida, ili tuingie katika miezi mingine tukiwa ni wapya, tukiwa ni watu ambao cheti chetu kina alama za hali ya juu, ambacho tukiondoka katika ulimwengu ghafla au kufikwa na umauti, basi tutamkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukiwa katika
mtizamo au akiwa anatizama roho zetu zikiwa ni safi mno. Na Mwenyezi Mungu anasema yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ya kiyama hapatofaa mali wala watoto, illa man atallaha biqalbin salim, isipokuwa yule atakayekuja na moyo ambao ni safi mbele ya Mwenyezi Mungu. Na haramun, Mwenyezi Mungu amefananisha moyo wa mwanadamu au roho ya mwanadamu, nafsi yake ni kama ile haramu ya Maka, akasema alqalbu haramullah. Moyo ni sehemu tukufu sana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sehemu tukufu hapatakikani kuwa na kitu chochote ambacho ni kiovu kibaya. Kwa hivyo tuzipe heshima roho zetu, tuzipe heshima nafsi zetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameziheshimu. Na tukifanya kinyume na Mwenyezi Mungu aliyofanya, inamaanisha sisi tumemdharau Mwenyezi Mungu. Kwa kumalizia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika hadithul Qudsi kuwakemea na kuwaonya wale watu ambao wanafanya dhambi kwa kuogopa watu wengine. Haitakikani na ni kitu kibaya sana mwanadamu kumfadhilisha mtu mwingine juu ya Mwenyezi Mungu. Unafanya dhambi kwa kujificha usionekane na watu, lakini Mwenyezi Mungu anaona. Mwenyezi Mungu akasema nini katika hadithul Qudsi? Anasema ya abdi istahyaita min khalqi, umewaonea haya viumbe wangu niliowaumba, walam tastahi minni, lakini hujanionea mimi haya. Unaenda kufanya dhambi pembeni, unadhani mimi sikuoni. Kwa hakika umenijalia mimi ni mtu duni kuliko viumbe ambao wamekuzunguka. Umenijalia mimi ni mtu duni kuliko vile viumbe nilivyoviumba mimi. Kwa hivyo tumpe heshima Mwenyezi Mungu kwa kuziheshimu nafsi zetu. Ameziumba nafsi zetu ni tohara. Ametuleta duniani hatuna doa lolote. Tuondoe madoa ya uchafu, tuondoe madoa ya kidhibu ya uongo, tuondoe madoa ya kutufanya tukawa ni watu wagumu na wasusuavu wa moyo. Kwa hivyo huu ni mwezi wa kujiepusha na mambo yaliyo maovu. Ni mwezi ambao tuifanye dunia ni kitu cha kawaida na akhera tuifanye ni kitu kikubwa, kama Mwenyezi Mungu alivyoipa credit na mansab na cheo kikubwa kwa yeyote ambaye atafanya wema katika ulimwengu huu. Kwa kumalizia kabisa hadithi ya mwisho, Isa ibn Maryam alayhi salam, kwa kuiponda dunia ili tuone dunia ni kitu cha kawaida, anasema ya kwamba mpokezi wa hadithi hii anasema tamathalati dunya lilmasihi fi surati imraa. Siku moja Nabii Isa akitembea katika mizunguko yake ya kufanya tablighi na da'wa, alizunguka akakutana na mwanamke mzuri mno, lakini yule mwanamke alikuwa amejibadilisha akawa ni kama dunia, mfano wa dunia. Faqala laha, Isa akamuuliza yule mwanamke, kam tazawajti, umeolewa mara ngapi ewe mwanamke? Akimaanisha dunia. Faqalat kathira, nimeolewa na watu wengi mno. Isa akamwambia, faqala fakullin talaqak, wote walikupa talaka? Qalat, akasema la bal kullan qataltu, wote niliwaua. Faqala almasihu, Masihi akamwambia yule mwanamke ambaye amekuja kwa sura, akaiambia dunia ambaye imekuja kwa sura ya mwanamke, akaiambia fawailun lilazwaji kalbaqin, wale wao kwa wale waume zako waliobaki. La yaatabiruna bilmadhin, kwa nini hawachukui ibra? Kwa nini hawachukui ikawa ni kama lesson? Wengi wamepita katika ulimwengu, walikuwa matajiri, walikuwa ni watu wenye miili mikubwa, walikuwa na uwezo wa kufanya chochote katika ulimwengu, lakini mwisho wao uko wapi? Wameangamia. Na mfano huo ni wa Firauni, alikuwa anamiliki kila kitu, kiasi kafikia akataka kuwa na cheo cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini mwisho wake Mwenyezi Mungu alimbana katika bahari, akafa kifo cha kidhalili. Na Mwenyezi Mungu akaeka ahadi yake, akamwambia tutakuweka mpaka uje uwe kuwa ni alama mpaka siku ya kiyama. Leo ukiangalia Firaun yupo kwenye museum katika nchi ya Misri, anatizamwa na kila mtu. Akiwa na sura gani? Akiwa na sura ni mtu alikuwa mtukutu, mtu alikuwa msusuavu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu yoyote msusuavu wa moyo, mbishi na mkaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anampa adhabu, Mwenyezi Mungu anamchukia, Mwenyezi Mungu anamtoa katika rahma yake kama alivyomtoa Ibilisi alayhi laana. Kwa hivyo kwa haya machache, nas'alullah al-auna wat-tawfiqa lima يحبه ويرضى إنه ولي التوفيق وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.